السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه إلى يوم الدين. أيها الإخوة الأكارم، katika siku ya leo ya tarehe 4 mwezi wa Rajab mwaka 1447 ambao ni sawasawa na tarehe 24 mwezi wa 12 mwaka 2025, katika muda huu wa baada salati al-asr tumekutana tena katika semina yetu hii, semina ya wafanyakazi wanataaluma katika maahad hii, maahad Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah lilhalaqat al-ilmiyya hapa Pongwe, Tanga, tukiendeleza maudhui muhimu ambayo tulianza katika siku ya jana. Tulisema maudhui hii tutaizungumza na kuijadili kwa nukta 7 au 8. Tukazitaja nukta 4 katika muhadhara wetu wa jana. Tulizungumza utangulizi, tukaonesha umuhimu wa uongozi na pia umuhimu wa kuzungumza maudhui hii. Maudhui yetu ni ta'atu ulati al-umur, kuwatii wenye mamlaka au kuwatii watawala. Kwa tukazungumza katika sehemu ya kwanza utangulizi. Sehemu ya pili tukayataja maandiko katika kitabu, yani Qur'ani, na katika sunna yanayouthibitisha msingi huu, msingi wa kuwatii watawala. Kadhalika tukazitaja aqwali za wanawachuoni wa Kiislamu. Nukta ya 3 tukaeleza mambo tunayopaswa kuwatii viongozi, mgawanyo au aina za utiifu wetu kwa viongozi. Nukta ya 4 tukataja aina za viongozi na namna ya kuamiliana nao. Leo tunaendelea na nukta ya 5. Nukta yetu ya 5 italihusu jambo ambalo limesikika sana masikioni mwenu, jambo linalopendwa na wengi, jambo lililopambwa sana, lakini lina mtazamo wake katika dini yetu ya Kiislamu. Na jambo hili nitalizungumza si kwa urefu wenye kuchosha, lakini pia si kwa ufupi ambao hautoshelezi. Na lengo langu ni baada ya kumaliza kulizungumza jambo hili, nihusianishe jambo hili na athari zake katika msingi huu tunaoutaja, msingi muhimu katika misingi ya Ahlus Sunna wal Jamaa, msingi wa kuwatii watawala. Jambo lenyewe si jingine bali ni demokrasia na athari zake juu ya msingi huu wa kuwatii watawala. Sisi tumeeleza kuwa kuwatii watawala ni msingi muhimu
katika itikadi ya Ahlus Sunna wal Jamaa, kiasi wanawachuoni wetu katika vitabu vyao vya itikadi wakalitaja jambo hili. Tukazitaja dalili katika Qur'ani na katika Sunna, kadhalika akwali za wanawachuoni, na ule ulikuwa ndio muongozo wa dini yetu ya Kiislamu. Tukasema kama katika Waislamu wana mtazamo mwingine usiokuwa ule tulioueleza, wanapaswa wao kuueleza huo mtazamo wao kwa kutumia dalili zilizowekwa mahala pake. Vinginevyo msimamo wa sawasawa utabaki ni huu, kwa sababu umeungwa mkono na dalili za wazi kabisa katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na katika sunna za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Katika ulimwengu wa sasa kuna mielekeo na mitazamo mingi inayokinzana na mwelekeo wetu wa Uislamu, mwelekeo huu wa kuwatii watawala. Wakati sisi tukifundisha mafundisho ya Uislamu, tukifundisha misingi yake, kama jambo hili tunalolijadili sasa hivi, unaikuta mielekeo hii ni vizingiti, vikwazo ambavyo tunakinzana navyo wakati sisi tukifundisha misingi hii, vikwazo ambavyo vipo katika fikra za Waislamu na vingine vikaingizwa katika vikwazo hivyo, na hiyo mitazamo ikaingizwa katika dini na watu ambao wamechukua mitazamo tofauti, wakaangalia katika demokrasia na katika mifumo mingine wakapenda. Sasa wanataka kuyachukua yale mambo kuyahusisha na dini yetu ya Kiislamu. Ili uyahusishe na dini ya Kiislamu lazima uyatafutie dalili. Kwa zikatafutwa shubhat na dalili za kuundaunda katika mambo mbalimbali. Ili nisiwaondoe katika nukta hii, ni kama vile kulivyokuwa kuna maandamano katika demokrasia. Sasa tutasema vipi Uislamu walikubali hili? Tuseme kwamba ilitokea Umar ibn Khattab aliposilimu akawatoa Waislamu nje wakaandamana. Kwa sisi tufundisha misingi ya Kiislamu ilivyo, lakini tuna vikwazo na vizingiti tunavyovipata katika mielekeo na mitazamo mingine isiyokuwa ya Uislamu, kama huu wa demokrasia ambao haukutuathiri tu nje, bali zile athari zake zimeletwa na Waislamu mpaka ndani ya Uislamu, tukawa tunakinzana nazo. Sasa tupingana sisi na Waislamu wenzetu kuhusu jambo hili, lakini Qur'ani ipo, hadithi zipo za Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, akwali za wanawavioni zipo, na wanawavioni wenyewe pia wapo. Vyote havikututosha, tumebaki katika mtazamo. Kwa hiyo sisi, kwa kuwa tunaamini kuwa mielekeo hiyo ina mapungufu, tena mapungufu mengi, na haina maslahi kwa wanadamu, ni muhimu wakati tukiendelea kufundisha misingi yetu, pia wakati huo huo tuoneshe mapungufu ya mitazamo na mielekeo hii isiyokuwa ya sawasawa. Ndiyo sasa tuko katika kuzungumza demokrasi na kuzungumza athari zake zilizopo katika jambo hili. Neno hili demokrasia, nafikiri sasa hivi ni katika maneno maarufu sana ulimwenguni. Kama ukifanyika utafiti, si wakati mwingine watu hufanya utafiti kwamba nani ni mtu maarufu zaidi kwa vigezo hivi na hivi, basi nafikiri kama utafiti wa maneno utafanyika, neno hili la demokrasia huenda likachukua nafasi za juu sana. Na katika masikio ya watu ukitaja neno hili la demokrasi, unaonekana umetaja neno zuri sana, umetaja neno la maana sana, umetaja neno la maendeleo,
umetaja ustaarabu, umetaja uhuru, umetaja kitu kizuri, na imekubalika pia katika masikio yetu. Ukitaja vibaya demokrasi, basi wewe ni mtu adui mkubwa, wewe ni mtu adui wa maendeleo, adui wa watu. Wewe hutaki uhuru, wewe hutaki ustaarabu, wewe unahitaji mambo ya kale ya kukandamizana. Na pia imezoeleka katika masikio yetu kwamba kinyume cha demokrasi ni udikteta, kinyume cha demokrasi ni unyama. Kwa nini? Kwa sababu demokrasi inaangalia maendeleo ya watu. Sasa itakuwaje kitu hicho kiwe kibaya? Na hata misingi yake, hiyo misingi ya demokrasi inalinda na kuchunga ustawi wa watu na maendeleo yao. Misingi ya demokrasi kama utawala wa sheria, usawa, uhuru wa kujieleza na vyombo vya habari, uchaguzi wa uhuru na haki, kuwa na katiba katika nchi, wazi na uwajibikaji, na mambo mengine yaliyopambwa na kuwekwa katika lugha nzuri. Na sisi sote katika ulimwengu huu wa sasa hivi, bila ya kujali tofauti zetu, sote tumeaminishwa kuwa demokrasi ndiyo kitu kinafaa na ndiyo kitaleta ufumbuzi wa matatizo mengi ya watu hapa duniani. Na tumeaminishwa kwa mtu yeyote anayekosoa mfumo wa demokrasi au mtu anayekosoa baadhi ya mambo katika demokrasi, basi mtu huyu atakuwa ni mtu mbaya, ni mtu adui, ni mtu mpinga maendeleo, ni mtu mvunja sheria, mvunja katiba. Watu wataishi vipi bila ya demokrasi? Watapata vipi furaha bila ya demokrasi? Watapata vipi maendeleo bila ya demokrasi? Watatatua vipi changamoto zao bila ya demokrasi? Watu watakuwa vipi huru bila ya demokrasi? Watu wataweza vipi kueleza mawazo yao na maoni yao bila ya demokrasi? Wamebaki kusema watu watapumua vipi bila ya demokrasi. Hii ndio wameacha kusema, lakini nafikiri watakuja kusema kwamba baadaye jinsi wanavyoipamba, tutapumua vipi sisi bila demokrasi. Sababu inaonekana hakuna maisha ni demokrasi. Tumeaminishwa sisi kuwa watu wote hapa duniani tutaishi vizuri sana kwa kufuata mfumo wa demokrasi, bila ya kuzingatia chochote kinachowatofautisha wao na watu wengine. Watu wote wataishi vizuri hapa duniani kwa kufuata demokrasi, lakini hakuna kuzingatia tofauti za watu hawa na watu hawa, hakuna. Bila ya kuzingatia dini zao, bila ya kuzingatia asili zao, bila ya kuzingatia tamaduni walizokuwa nazo, bila ya kuzingatia mila na desturi zao, bila ya kuzingatia historia zao, bila ya kuzingatia mahitaji yao, bila ya kuzingatia elimu zao, uelewa wao, bila ya kuzingatia mazingira yao. Wao kitu kitakachowafanya ni demokrasi tu. Bila ya kuzingatia yote haya, ufumbuzi ni demokrasi, na demokrasi ndio itakayowafanya watu waishi vizuri. Demokrasi ile ile ya misingi ile ile ambayo yatakiwa itekelezwe nchi fulani duniani, kama labda ni Canada, hiyo hiyo kwa vile vile itekelezwe Tanzania. Demokrasi ile ile anayotakiwa itekeleze mzungu asiyekuwa na kabila wala asiyejua asili yake, hiyo hiyo aitekeleze Msukuma mwenye tamaduni, mwenye mila na desturi zake na mazingira yake tofauti na mtu mwingine. Demokrasia hiyo hiyo. Mimi nasema hivi kwa sababu wale tunaowaita wanafalsafa wa Kiafrika, ambao baadhi yao ni viongozi wa mwanzo wa nchi hizi zilizopata uhuru, wao walipokuwa wakizungumza demokrasi kwa mtazamo wao, wamepata upinzani mkubwa na hawakufanikiwa.
Kwa demokrasi ni hiyo hiyo ilivyoletwa, anayoitekeleza nchi fulani ndio itekelezwe sehemu fulani, anayoitekeleza yule itekeleze yule, bila kuzingatia tofauti zao. Hiyo ndiyo demokrasi, na ndio watapata maendeleo hapo. Hapo ndipo tulipofikishwa, na nguvu ya shari imekuwa kubwa, na maneno kama haya tunayozungumza sisi yanabaki katika skopu yetu ndogo. Lakini pamoja na yote haya, sisi tuna wajibu mkubwa wa kueleza mtazamo wetu ambao tunauona kuwa mtazamo huo ni sahihi kwa kadri ya uwezo wetu, na hatuna makosa wala hatutastahiki kulaumiwa kwa kueleza na kuufundisha mtazamo wa dini yetu ya Kiislamu. Ayuha nnas, ndugu zangu Waislamu, demokrasi si mfumo unaokubalika katika Uislamu, japo inawezekana kuna baadhi ya mambo mazuri ambayo yanakubalika katika Uislamu, kwa sababu tayari Uislamu ulishayafundisha mambo hayo min zamani, kabla ya jana wala juzi wala kuja hiyo demokrasi ambayo mara nyingi wakielezea wanahistoria chimbuko lake ni kuanzia mwaka 1776 baada ya mapinduzi ya huko Marekani, au 1789 nafikiri mapinduzi ya Ufaransa. Tutayakubali yale mambo kama vile ambavyo tayari yashakubaliwa katika Uislamu, wala si kama ni mambo mapya. Lakini tueleze kwa ufupi, kwa sababu nataka kuzungumza kitu muhimu sana kuhusu hii demokrasi, kwa lazima nieleze kwa ufupi. Nyie wasomi na wakumbusha tu, neno hili demokrasi wenyewe wanasema asili yake ni neno la Kigiriki, si ndio? Na wanasema ni maneno mawili. La kwanza demos, maana yake ni nini? Watu. La pili krasi, maana yake ni nini? Power, nguvu. Kwa neno hili maana yake ni nguvu ya watu. Kwa maana demokrasia kwa ufupi ni mfumo wa utawala au mfumo wa uongozi ambao nguvu kubwa humilikiwa na watu, nguvu ya mamlaka ambayo humilikiwa na watu. Ni uongozi uliochaguliwa na watu ambao hufanya kazi kwa lengo la kukidhi mahitaji ya watu. Maana nyingine ya demokrasi ni wengi wape. Watu wengi ndio watakaozingatiwa katika maamuzi. Kama walichagua kiongozi, basi wengi watazingatiwa. Tumeelewana? Kwa msingi huu wanaifasiri wenyewe demokrasi kama msimamizi wa matakwa ya watu walio wengi bila ya kukiuka haki za watu wachache. Lakini kiutendaji, practically, na hili mimi naweza kuomba mjadala na mtaalamu yoyote wa demokrasi. Kiutendaji, uongozi wa kidemokrasia daima hutekeleza matakwa na matashi ya watu wachache wenye nguvu, kitu ambacho ni tofauti kabisa na kile kinachoelezwa katika maelezo ya demokrasi. Practically, popote duniani, kama kuna mtu ataka tujadiliane, tutafute muda yekwe meza pale, na mimi nathibitisha kwamba demokrasi haijawahi kiutendaji kutekeleza matakwa ya wengi, alafu yeye aseme yatekeleza matakwa ya wengi, alafu mimi natoa hoja na yeye atoa hoja, alafu watu watatuhukumu. Mpaka sasa duniani, nchi zote, huo ndio ukweli, lazima tuuseme. Sisi Waislamu, kama nilivyosema jana, kwa kuwa dini yetu ni mfumo wa maisha uliokamilika,
mfumo unaogusa kila kipengele katika vipengele vya maisha. Tuna maelezo yetu na mtazamo wetu kuhusu mambo haya yanayokuja. Wewe ukileta jambo litawekwa katika mizani, lolote litachanguliwa, halafu kama la maana utaambiwa hili la maana kwa sababu hii, hili la maana kwa sababu hii, hili la maana kwa sababu hii. Hili chukua mwenyewe, tulitaki bidhaa yako hii, tumekurudishia mwenyewe. Mtazamo wetu sisi Waislamu kuhusu hiki kipengele cha kwanza cha kwamba mamlaka ni ya watu na watu ndio wanaoweka sheria na wanaoweka maamuzi, kipengele hiki ni cha makosa kabisa, hakifai. Kwa nini? Na huu ni mtazamo wetu na tuna uhuru wa kuueleza. Kwa nini? Katika Uislamu Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndiyo msimamizi wa kila jambo, yeye ndiyo Mola mlezi, yeye Allah ndiyo chanzo cha ilmu, yeye Allah ndiyo mweka sheria, Allah ndiyo muumba wa mbingu na ardhi. Qul innal amra kullahu lillah. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, sema hakika mambo yote ni Allah. Wakati sisi tuna msingi huu, demokrasia ya sasa hujengwa katika msingi wa dhana ya mamlaka ya watu. Sasa sisi tuweza tukauliza baadhi ya maswali, au tukauliza swali moja kati ya Allah subhanahu wa ta'ala ambaye ni muumba wetu aliyetuumba akatuleta sisi, tulikuwa hatupo, na watu walioumbwa. Nani katika wawili hawa, muumba na kiumbe, nani katika wawili hawa anaweza kuleta mfumo wenye maslahi kwa hao watu? Nani katika wawili hawa? Tuwaulize watu wa demokrasi pia. Sisi tumeumbwa, kwa sababu huwezi kusema kwamba Mola wetu ambaye labda ukisema hujaumbwa, kama ukisema hujaumbwa hiyo ni habari nyingine. Kama unasema umeumbwa, basi Mola wetu anatutakia kheri sisi kuliko kitu kingine chochote. Sikatuumba tena, akatuumba katika umbile zuri. Sasa anao yeye mwelekeo na mafundisho katika kila jambo, au hana? Kama yeye anao, nyinyi mnao, wa kwenu na wa kwake unatofautiana, uko sawa, unatofautiana. Wa kwenu na wa kwake upi utakuwa mzuri? Kakuleta yeye. Bila shaka mwongozo na taratibu alizoziweka muumba ndio zitakuwa za sawa sawa, bila ya kusahau kuwa mwanadamu kimaumbile ana mapungufu makubwa. Huyu mwenye mapungufu huyu hawezi kwa namna yoyote hata siku moja akatengeneza mfumo utakaokuwa madhubuti, utakaowatosha watu wote. Hawezi. Yeye mwenyewe dhaifu, ataweza vipi? Mwanadamu dhaifu kimaumbile. Ukimweka simba hapa, binadamu hapa, chui hapa, ukiwaambia hebu kimbieni, binadamu ndo atakayeshindwa. Piganeni, atashindwa yeye. Dhaifu katika uoni wake. Sisi uoni wetu una kiwango kidogo tu, ndio ndege itaondoka hapa, utaiona, mwisho ndege imepotea, huioni. Si kama haipo, iko pale, iko ile, yakiwe umefika mwisho wa uoni wako. Tuna ukomo wa usikivu, tuna udhaifu. Mwanadamu ambaye hana muongozo, kafir, mwanadamu huyu ni mchoyo. Huyu atatengeneza vipi muongozo na mfumo eti watu wanufaike? Yeye mwenyewe ni mchoyo. Wa kana al-insanu qatura, bakhili yeye mwenyewe ni dhaifu. Allah asema wa khuliqa al-insanu dhaifa, mbishi. Aweza kuambiwa hiki cha sawa, mbishi kabisa. Wa kana al-insanu akthara shay'in jadala, na mwanadamu kafir amekuwa ni mwingi wa kitu cha maana anacho hichi sicho, hichi ubishi. Mwanadamu anapupa. Kiumbe chenye pupa kitaweza kuweka vipi jambo ambalo lina maslahi? Kwa sababu yeye hawezi kuvumilia. Wa kana al-insanu ajula,
Kwa hiyo msingi wenu wa kwamba eti mamlaka, maamuzi, sheria, mipango, mikakati yatoka kwa mwanadamu, sisi katika Uislamu Allah subhanahu wa ta'ala muumba wetu aliyetuumba tukiwa hatuna tunalolifahamu, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a, Allah amekutoeni nyinyi katika matumbo ya mama zenu hamjui kitu. Yeye ndiyo anayeweza kutuwekea muongozo na utaratibu wa namna ya kuishi, na sisi tuko chini yake, tumelikubali hilo, ni wanyenyekevu kwake, sisi ni watumwa wake. Lakini huyu mwanadamu mwenye udhaifu huyu hawezi kuwa ni msingi wa kutengeneza miongozo kwa watu. Anawezaje wakati mwenyewe ana udhaifu? Anawezaje? Mazingira haya hayajui. Wewe uliotengeneza demokrasi, wewe wajua mazingira ya ndani huko Kantalamba, wajua wanaishi vipi, wajua utamaduni wao, wajua maisha, wewe wajua nini? Hawezi. Jambo jingine katika dini yetu sisi ya Kiislamu, si kila sehemu wingi unazingatiwa. Sisi katika Uislamu, katika dini yetu hii, inazingatiwa haki, unazingatiwa uadilifu, inazingatiwa maslahi ya watu. Wingi ni kitu hakina maana, kina maana kwa vitu vidogodogo tu, lakini kwamba watu wengi wamesema hivi, hapana. Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wa in tuti' akthara man fil ardi yudilluka an sabilillah in yattabi'una illa adh-dhanna wa inhum illa yakhrusun, na kama ukiwatii wengi waliomo katika ardhi, katika huu ulimwengu, watakupoteza na njia ya Allah. Wao hawafuati isipokuwa dhana, kwamba wewe wasikiliza wingi, watakupoteza hao. Aya hii ni dalili ya waziwazi kuwa kama ukitaka kupotea basi fuata wengi. Bali zipo aya nyingi katika Qur'ani zinazoeleza kuwa mara nyingi watu wengi wanakuwa kinyume na usawa, kinyume na haki, kinyume na maslahi. Aya za Qur'ani nyingi zinaeleza hivyo. Miongoni mwa hizo ni Allah aliposema, wama aktharu nnasi walau harasta bimu'minin, na watu wengi hawatakuwa ni wenye kuamini hata ukipupia wawe waumini, hawatakuwa wenye kuamini. Walakinna aktharahum lilhaqqi karihun, lakini wengi wao wanaichukia haki. Wa aktharuhum la yaqilun, wengi wao hawana akili. Wama yattabi'u aktharuhum illa dhanna, hawafuati wengi wao isipokuwa ni dhana tu, mambo yasiyo na hakika. Wa qalilun min ibadi ash-shakur, wachache katika waja wangu ni wenye kushukuru, wengi hawashukuru. Huu ni ushahidi kuwa wingi ni matatizo. Kwa hiyo ukiegemea kwenye msingi wa wingi, umeegemea katika matatizo. Na ukweli wa maneno haya ya Allah subhanahu wa ta'ala unadhihirika katika maisha ya kila siku. Maisha ya kila siku ukiangalia, huwezi kusema kwamba eti sisi katika mambo yetu tuangalie wingi. Haiwezekani. Kuwe kuna watu 100 hapa walevi wasioeleweka, halafu pale pana watu 20 tu wenye akili na busara, halafu wakatofautiana kwenye maamuzi. Hawa wakaamua hivi, 100 hawa 20 wakaamua hivi, alafu eti maamuzi ya watu 100 yafuatwe, hawa walevi. Yaachwe maamuzi ya watu 20 wenye busara, wenye akili, wenye uzoefu. Hili jambo linawezekana vipi? Tuchukue sisi maamuzi ya watu 100 au tuchukue maamuzi ya watu 20? Na huu ndio mfano unaotokea katika mazingira ya siasa ya sasa. Nyinyi mnayo mifano mingi nyinyi. Watu wameenda kugombea ubunge, amekaa hapa mtaalamu msomi, hapa amekaa mganga wa kienyeji. Panagombaniwa hapo, wapitishwe kwenye chama hapo, nani agombee ubunge? Yametokea hajatokea hayo? Yametokea. Halafu wananchi wanasemaje? Huyu msomi huyu atatusumbua sisi, hawa wasomi wana matatizo hao. Huyu mwenzetu huyu akapewa mganga wa kienyeji.
Sasa mimi sijasema kwamba mganga kienyeji hafai kwa maana alikuwa na sifa mbaya. Kuna mifano mingi. Kuna sehemu nyinyi mwataka wasomi, watu wenye uelewa. Kuna sehemu huko kusini huko kulisimamishwa profesa, ukasimamishwa na mtu wa darasa la 7. Profesa akaangushwa bwana, chali kule darasa la 7, akachukua nafasi akaenda akagombania. Yatokea hayatokei haya? Yatokea sana. Wakati mwingine sasa vyama vikaona tukiwaachia watu haya mambo hivi hivi kwa kuna kamati kuu sasa. Nyinyi mchachagua huko waganga wenu wa kienyeji wanaenda kuangalia demokrasia hiyo. Tunazungumza habari ya wingi, haitekelezeki. Leteeni mtaalamu hapa jadiliane naye, hata kama Dar es Salaam nitamfuata, mwana siasa, profesa, nani, akae hapa tujadiliana kuhusu kutekelezeka. Kwani wafikiri imewekwa kimakosa ile? Iachwe tu hivi hivi, mtaona kitakachotokea huko. Mtaka kutuletea kitu bwana akiwezi kutekelezeka bwana. Hatupingi swala la wingi kwa ujumla wake, mambo ambayo hayana athari. Sisi watu tunaoswali katika msikiti huu, jamani, huu msikiti wetu tuweke taa za aina gani? Kuna taa hizi na taa hizi, hizi nzuri, hizi nzuri. Mwasemaje? Watu 10 wakasema bwana tuweke hizi bwana, tuna uzoefu nazo. Watu 2 wakasema tuweke hizi, tukachukua watu 10. Jambo halina athari hilo, yote ni maslahi. Lakini utuletee wingi tu kwenye maamuzi mazito, wingi, hapana.